kutusomea ripoti ya mapato na matumizi badala ya chombo kutoka nje ambacho cha ukaguzi ambacho kinatakiwa kupitisha sisi wanachama, lakini hujawahi kwanza kutuletea hicho chombo na hatujawahi kuletewa ripoti ya matumizi ambayo yamekaguliwa. Sasa kwa uvunjifu wa katiba ambao mimi nimewashtaki baraza la michezo, nimewashtaki BMT na hapo kuna mwakilishi wa BMT katika hili, naomba ulizingatie. Kuna naibu waziri wa michezo, naomba ulizingatie swala hili. Sasa swali kwako mwenyekiti wa Simba Sports Club Bwana Mangungu pamoja na wajumbe wote hapo mbele, je, mnatosha kuendelea kuiongoza Simba kwa ukaidi kama huu? Asante sana na kushukuru kwa maelezo yako. Tatizo ulilonalo wewe ni Mangungu, lakini ripoti hii ni ya bodi ambayo ina mwenyekiti wake wa bodi. Kwa hiyo kwa kuwa na tatizo na Mangungu, tutakutana kwenye uchaguzi. Asante, tunawashukuru kwa hoja hiyo. Tunaenda kwenye hoja inayofuata. Umesikia hiyo hoja? Haya. Simba, naomba tusikilizane. Hoja imewasilishwa na kwenye katiba ambayo msemaji aliyepita amenitaja mimi moja kwa moja, lakini maamuzi yanayohusu upitishwaji wa hesabu za fedha hayako kwa mwenyekiti wa klabu peke yake, ni bodi ya wakurugenzi na bodi na mwenyekiti wake. Haya, tuendelee. Mtu wa fedha. Asante mwenyekiti, lakini kwa hoja yako naomba nikukumbushe kwamba kwenye kikao cha bodi kilichopita, jamani, tunaomba tusikilizane. Mtoa hoja anawasilisha majibu. Nilikuwa naomba nitoe ufafanuzi kwenye hiyo hoja ya auditor, alafu tuendelea. Kikao cha bodi kilichopita kilimteua auditor ambaye ni independent auditor, kilimteua na kuweza kuanza kazi, lakini katikati ya kazi yule auditor akawa amejitoa. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye kuanzisha hesabu, hatuwezi kuacha kuwapa hesabu kwa sababu auditor amejitoa. Lakini kwenye kikao kijacho na transformation ikiwa imekamilika, auditor atakuja atateuliwa kwenye mkutano mkuu, kwa sababu mkutano mkuu ndio wenye mamlaka ya kuweza kumteua mkaguzi wa hesabu za Simba Sports Club. Kwa hiyo mtakuja kumteua hapa ndani na hesabu zitakazokuja atakuja kuwasilisha mwenyewe. Simba. Haya. Asante sana. Nadhani maelezo yaliyotolewa yanakidhi. Tuna hoja za msingi ambazo tunatakiwa tuwe nazo. Mapendekezo ni kwamba auditor ambaye alipendekezwa na board hakuweza kuendelea na kazi kama ilivyopendekezwa. Tumetangaza nafasi ya auditor tena. Kwa hiyo tutatangaza, na kama kuna mtu ana mapendekezo awasiliane na management, tuwasilishe ili tuje kumthibitisha. Simba mara baada ya auditor ambaye alikuwa amependekezwa kurudisha fedha katikati ya ukaguzi, tulifanya mashauriano ya kutangaza nafasi hiyo, na tayari makampuni matatu yameweza kuwa shortlisted kwa ajili ya kuendelea na utaratibu huo. Kwa hiyo tutafanya hayo na kuwataarifu kadri tunapopokea. Asante. Nadhani tayari. Asante. Haya. Mheshimiwa Waziri,
tunakukaribisha. Bado mwenyekiti budget. Lete budget basi. Nakuuliza tayari unasema ndio. Haya wasilisha. Simba. Sawa mwenyekiti, naomba sasa niwasilishe bajeti ya mwaka 2024-2025 kama ifuatavyo. Fedha za udhamini sponsorship kwa mwaka 2025-2026 tumepanga kukusanya shilingi bilioni 8,997,557,454. TV rights tumepanga kukusanya shilingi bilioni 4,031,08,285. Fedha za zawadi prize money tumepanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 1,029,000. Gate collection tumepanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 1,670,000. Mapato mengine tumepanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 3,137,000. Na msaada kutoka mwekezaji Mo ameweza kutoa kiasi cha shilingi bilioni 6,100,000. Sapoti kutoka kwa Mo kwa msimu wa 2025-26 amepanga kutoa kiasi cha shilingi bilioni 6,204,847,747. Na pesa hizi tayari amekwisha kutoa kwa msimu wa 2025-26 na ambazo ndo zimelenga kutumika kwenye pesa za usajili msimu huu wa 2025. Na tayari fedha hizi ameshaweka kwenye akaunti ya Simba Sports Club na ishaanza kutumika kwa ajili ya usajili wa wachezaji. Naomba kurudia. Kwa msimu wa 2025-26 Mo Dewji amepanga kutoa kiasi cha shilingi bilioni 6,204,847,747. Na pesa hizi tayari zimeshalipwa katika akaunti ya Simba Sports Club na tayari zimesajili wachezaji wa msimu wa 2025-26. Jumla ya mapato yote kwa mwaka 2025-26 Simba Sports Club imepanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 29,207,704 ikiwa ni ongezeko la 13.5 ukilinganisha na bajeti ya 2024-25. Matumizi. Klabu ya Simba imepanga kutumia kiasi cha shilingi bilioni 6,380,268 katika pesa za usajili na uhamisho wa wachezaji mbalimbali. Mishahara na bonus. Klabu ya Simba imepanga kulipa kiasi cha shilingi bilioni 7,666,514,400. Bonus au hamasa kwa wachezaji katika msimu wa 2025-26 mashindano ya kimataifa pamoja na mashindano ya ndani. Klabu ya Simba imepanga kulipa kiasi cha shilingi bilioni 2,840,000. Kodi katika kambi za nyumba ya wachezaji pamoja na kambi tumepanga